Bwana Yesu asifiwe sana. Tunakukaribisha katika darasa hili la wokovu katika chaneli hii ya Maisha na Neno. Ili kuelewa wokovu tulioupokea sisi tunaoamini na kuwapa uelewa maarifa ya kweli wale ambao bado hawajaupokea wokovu wa Yesu Kristo katika maisha yao. Karibu sasa darasani. Na unaweza pia kuwashirikisha wengine habari hii njema. Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote, hata ukamilifu wa dahari. Mwanzo wa giza, hii hali ya mwanadamu. Rafiki yangu mpendwa, fikirieni mtu mmoja ameketi gizani, akibeba mzigo mzito wa mawe makubwa yaliyoandikwa sheria, matendo, juhudi. Kila hatua anapopiga anaona uzito wake unazidi, na hajioni anapiga hatua yoyote. Uso wake umechoka, macho yake yamejaa uchovu wa ndani, na moyo wake unauma. Kila mwanga wa matumaini unaonekana umepotea. Hali hii ni taswira kamili ya mwanadamu bila wokovu. Hakuna mtu anayeweza kujiokoa mwenyewe kwa nguvu zake. Jaribio lolote la kufanya mema linakosa matokeo ya kudumu. Sheria inaweza kuonyesha dhambi, lakini haiwezi kuikomboa. Hii ndiyo sababu Yesu alikuja, kuleta neema isiyopimika na wokovu tusiostahili ametustahilisha. Kwa maana wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Hali hii inatufundisha kuwa kila mtu anahitaji wokovu. Hatuna haki mbele za Mungu kwa nguvu zetu au matendo yetu. Kila hatua tunayojaribu kujionyesha kuwa wenye haki inaonyesha hatia yetu. Sasa fikirieni nuru ya dhahabu ikishuka kutoka mbinguni, ikimfunika mtu aliye chini ya mzigo. Mikono ya upendo inanyosha kutoka juu, haitegemei chochote alichofanya. Macho yake yanatiririka kwa shukrani, si kwa aibu, bali kwa furaha ya ndani. Hapa ndipo mtu anapopata amani ya kweli ya ndani, kuanzia kuhisi hatia hadi kufurahia upendo wa Mungu. Hii ni neema isiyostahili, nguvu ya bure kutoka kwa Mungu. Haitegemei matendo yetu, bali ni zawadi ya bure. Hii ndiyo chanzo cha wokovu. Hakuna matendo yanayoweza kuleta wokovu, ni upendo wa Mungu tu. Kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, wala si kwa matendo, ili mtu asijivunie. Fikiria mtu akinyanyuliwa kutoka kwenye bahari yenye mawimbi makali. Hawezi kujiokoa mwenyewe, lakini mikono ya upendo inamchukua, akapata amani na usalama. Mwanga huu ni taswira ya msalaba wa Kristo. Nguvu ya bure inafika kwetu, ikivunja minyororo ya hatia na kutufanya tuchague maisha mapya ya kiroho. Minyororo yote iliyokuwa mikononi na miguuni inavunjika. Maneno, sheria na matendo yamepotea. Mwanga wa mbinguni umezunguka kila kona. Msalaba mkubwa unaonekana juu ya kilima, na maneno imekwisha yakiangaza angani. Hatua zote za hatia, huzuni na dhambi zimekwisha kulipwa. Yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili tufanye haki ya Mungu ndani yake. Fikiria mtoto aliye na vizuizi vya hofu akishuhudia vizuizi vyake vikivunjika kwa nguvu za upendo wa Baba. Hii ni taswira ya wokovu. Minyororo inavunjika na amani ya milele inafika. Ushindi huu unatuonyesha kuwa msalaba ni msingi wa wokovu. Hatuhitaji matendo ya kutimiza sheria, neema ya Kristo inatosha. Safari ya wokovu, njia ndefu. Mtu anaanza kutembea kwenye njia ndefu, kutoka giza hadi mwanga, kuonyesha safari ya kiroho. Kila hatua inahitaji imani, si nguvu za mwanadamu. Mwisho wa safari ni lango lenye umbo la msalaba, likiongoza kwa uzima wa milele. Kwa maana tuliumbwa katika Kristo Yesu kwa ajili ya matendo mema. Waefeso 2. Mfano, fikiria mwanafunzi anapofanya safari ya mlima, kuanzia chini giza, mawingu na mvua, mpaka kilele ambapo jua linaangaza na kuna amani. Hivyo ni safari ya wokovu, hatia hadi uhuru. Kila hatua inaonyesha uhitaji wa imani, si nguvu zetu.
Hatupaswi kudhani kuwa matendo yetu ni chimbuko cha wokovu, ni imani tu inayoongoza. Tunda la neema, matokeo mema. Mtu anakagua mti mkubwa, mizizi yake ni neema, shina lake imani, matawi yake yamejaa matunda ya upendo, haki, unyenyekevu. Matokeo ya wokovu ni matendo mema, hayakuokoa, bali yanatokea kutoka kwenye neema iliyopokelewa. Imani pasipo matendo imekufa. Kwa maana tuliumbwa katika Kristo Yesu kwa ajili ya matendo mema. Mfano, mti ulio na mizizi thabiti huzaa matunda yenye afya. Hivyo neema ya Mungu ni mzizi wa matendo mema. Mtu anapopokea neema, moyo wake hujaa furaha, matendo mema yanatokea bila mzigo au kulazimishwa. Hivyo tunaupokea wokovu kwa imani, si kwa matendo yetu. Na tunatenda matendo ya imani kwa wokovu tulioupokea. Rafiki yangu mpendwa, fikirieni mtu ambaye amepokea neema ya Mungu. Anaanza kuona kila jaribio la maisha kama nafasi ya kumtukuza Mungu, si kuthibitisha haki yake mwenyewe. Kila hatua ya maisha ni fursa ya kuishi kwa upendo, amani, unyenyekevu na haki. Neema inafundisha moyo, haitegemei jitihada zetu, bali inatengeneza matokeo yasiyo na mwisho ya utakatifu ndani yetu. Neema ya Mungu hutufundisha kuacha dhambi na kuishi maisha mema. Fikiria mwanafunzi akifundishwa na mwalimu wake jinsi ya kuishi kwa heshima na nidhamu, na hatimaye anafanikisha maadili hayo. Hivyo neema inafundisha maisha ya utakatifu, sio kwa nguvu, bali kwa upendo wa Mungu unaofanya kila kitu kuwa rahisi. Kila jaribio analokutana nalo mtu huyu linakuwa mwongozo wa kiroho, si mzigo. Hali ya ndani hubadilika, hatia, huzuni na hofu zinapungua. Upendo unaanza kuangaza kutoka ndani hadi kuishia kwenye matendo mema yasiyo ya lazima, bali yanayotokea kwa furaha. Ushuhuda wa msalaba. Sasa fikirieni msalaba unaoangaza juu ya kilima. Watu wa rika zote wamekusanyika wakipokea mwanga, wokovu na upendo wa Mungu. Msingi wa maisha yao ni Kristo, matendo yao ni matunda ya wokovu, si mizigo. Safari ya giza kwenda mwanga, hatia kwenda uhuru, na hofu kwenda upendo imekamilika. Kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, wala si kwa matendo. Fikiria kijiji chote kinaposhuhudia jua likiangaza kila kona. Watu wakishangilia, wakipokea zawadi kubwa ya wokovu, kila mmoja akiona tofauti ya maisha yake ya sasa na yanayoendelea. Ushuhuda huu unaonyesha jinsi neema inavyofanya maisha kuwa ya thamani isiyopimika. Msalaba ni msingi wa wokovu. Wokovu hauendi pamoja na jitihada za mtu, bali ni matokeo ya upendo wa Mungu. Hii ni safari ya kuona mwanga ukipenya giza la ndani na roho ikipata uhuru wa kweli. Yesu Kristo ni njia, kweli na uzima. Hakuna wokovu kutoka kwa mwingine awaye yote. Yesu Kristo ni yote katika yote. Kufundisha utambulisho wa wokovu. Rafiki yangu mpendwa, tukisogea mbele, tunafika sehemu ambapo mtu anafundishwa utambulisho wake wa kweli katika Kristo. Wokovu hutoka kwa neema. Matendo mema ni matokeo ya wokovu, na imani ya kweli huzaa matendo mema. Msalaba umeondoa minyororo ya hatia. Safari ya wokovu ni safari ya moyo. Kupokea neema, kutenda kwa imani, kuzaa matunda mema na kumtukuza Kristo kila siku. Mfano, fikiria mtu akichukua zawadi kutoka kwa mzazi wake bila kuthibitisha chochote. Alipokea, moyo wake umejaa furaha na shukrani. Vivyo hivyo, wokovu ni zawadi na matendo mema ni matunda. Utambulisho wa kweli ni kuchukua nafasi yetu mbele za Mungu, tukipokea neema na kuacha hofu na hatia. Mtu huyu anakuwa mfano wa maisha ya wokovu kwa wengine, akishirikisha furaha na amani. Mwanzo wa mwanga. Sasa fikirieni mwanzo wa mwanga wa ndani. Mtu anaanza kuona mwanga wa ndani usio na mwisho. Kila hatua ya neema inamfanya afikie karibu na Kristo, akipata amani, hofu inapoondoka, hatia inafutika. Hii ndiyo neema ya Bwana inayoongoza mtu katika maisha yote ya haki. Fikiria mwanafunzi akitembea njia ya mwanga darasani, hatua zake zinaongezeka, hatia na hofu zinapungua.
Mwanga huu wa ndani unagusa maisha yake yote, akili, moyo na matendo. Kila mwanga ni kukamilika kwa neema. Huu ni mwongozo wa kila hatua ya maisha. Hatia inapoondolewa, amani inachukua nafasi, na mtu anapenda kumtumikia Mungu kwa moyo wote. Yesu Kristo ni nuru, na humtia nuru kila anayemwamini. Sisi ni nuru na giza halituwezi tena. Ushuhuda wa ndani. Rafiki yangu mpendwa, mtu huyu anaanza kushuhudia maisha ya wokovu kwa wengine. Kila tendo la upendo, msaada na utakatifu ni ushuhuda wa ndani unaoangaza. Hii ni njia ya kuona matokeo ya neema isiyopimika. Uwe mwanga wa dunia, kama mji ulio juu ya kilima hauwezi kufichika. Fikiria mwanafunzi akifundisha watoto wengine maadili ya maisha mema aliyoijifunza. Ushuhuda wake unagusa roho nyingi, na wakiwaona wengine wakibadilika, moyo wake unaimba shukrani. Wokovu sio tu kwa ajili ya mtu mmoja, bali ni mwanga unaounganisha wengine. Kila kitendo cha upendo ni mwanga unaoshikilia, unaofanya wengine waone thamani ya wokovu. Wala tusionee haya Injili, maana ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa watu wote. Mwisho wa safari ya wokovu. Safari ya giza hadi mwanga, hatia hadi uhuru, hofu hadi upendo imekamilika. Msingi wa maisha ni Kristo, na matendo mema ni matunda ya wokovu, hayana mzigo. Kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, wala si kwa matendo. Fikiria mwanafunzi akifanikisha maisha yake kwa amani na furaha ya ndani, akiwa ushahidi wa neema. Hatua zote zilizopita sasa zinaunda picha kamili. Safari ya wokovu ni mchakato wa kutokomesha hatia, bali kueneza mwanga wa neema. Hii ni sura ya furaha ya kiroho. Hatia inafutika, shauku ya upendo inachukua nafasi, na mtu anakuwa shuhuda wa nguvu za Kristo kila wakati. Wakili mwema katika ufalme wa Mungu aliye hai, Mwokozi wa ulimwengu wote kwa kila aaminie. Hitimisho la darasa. Rafiki yangu mpendwa, tumemaliza darasa letu. Kila mmoja anapaswa kuzingatia, hakuna wokovu bila neema. Matendo mema yanatokea kutokana na wokovu, na maisha ya mwamini ni ushahidi wa neema, si mzigo wa sheria. Safari hii ni ya maisha yote, na kila hatua lazima itawale na imani na shukrani kwa Kristo. Ili tumtukuze Kristo Yesu, Bwana wetu, katika yote tunayofanya. Fikiria mwanafunzi akitimiza kila hatua ya maisha kwa kushirikisha upendo, amani na wokovu kwa wengine. Hatimaye, roho iliyookolewa inakuwa taa kwa wengine, ikielezea uzima wa milele unaopatikana kwa neema ya Kristo. Sasa mwanafunzi wa Kristo, tunaamini kuwa umejifunza. Na kazi ya mwanafunzi ni kuyafanyia kazi yale aliyojifunza kwa upendo. Na ili kuendelea kupata mafundisho haya, basi bonyeza alama ya kengele hapo chini ya video hii, kisha wakaribishe na wengine kama tulivyojifunza. Kwa heri mwanafunzi mwema, karibu tena katika darasa linalofuata.